Vyombo vya habari nchini viliripoti taarifa ya kadhia ya vitendo vya kishirikina wanavyokabiliana navyo baadhi ya walimu wa shule ya msingi katika kijiji cha Nambaza wilayani Bunda kwenye jimbo la Mwibara. Hali hiyo ilimlazimu mbunge wa Mwibara Kangi Lugola kwenda jimboni na kuacha vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vinavyoendelea mjini Dodoma. Mapema leo nilizungumza naye akiwa Mwibara na kwanza nikataka kujua nini ambacho wamekibaini huko jimboni kuhusiana na tukio hilo. Niliweza kuondoka kutoka Dodoma nikaenda hiyo shule ya msingi Nambaza jimboni kwangu. Sasa jana nilipofika pale nikakutana na walimu, nikaongea na walimu, nikakuta katika maelezo yao kuna vitendo vya kiuni, vitendo vichafu vya kudhalilisha walimu vya kishirikina, ambapo walimu wa kike ni kweli wakiwa wamelala wanaamka asubuhi wameingiliwa. Wakati huo pia wamewekewa chakula na mboga kwenye vitanda vyao, wamelala na wakati huo pia wamekuta milango imefunguliwa na madirisha na mabaki ya chakula ambacho hawakula wao vipo ndani. Sasa hali hiyo imejirudia, ni mara ya tatu walimu wa shule hiyo kudhalilishwa na kufanywa vitendo vya kichawi. Kwa nini walimu wanalengwa? Na mimi niliwauliza kwamba hawa walimu wana kitu gani ndio mnawalenga, lakini inaonekana na wao wameshindwa kupata majibu. Ni walimu tu ndio wamekilengwa. Sasa nikaongea nao wawe watulivu, nikafanya mkutano wa hadhara jana baada ya kukutana na walimu, na vijiji jirani wamekuwepo. Tumefanya mkutano, wananchi wamesema vitendo hivi vimejirudia, lakini serikali ichukue hatua, na hata afisa elimu wa wilaya au mtumishi yeyote wa idara ya elimu hajaenda shuleni pale kujua kulikoni. Kwa hiyo wananchi wameazimia kwamba kwa sababu wamepiga kura na kuwabaini wananchi 15 ambao wanajihusisha na vitendo hivi kwa majina, wanasema hawako tayari kuendelea kukaa na watu kama hao, kwa sababu shule yao itakosa walimu na watoto watakosa elimu. Leo tumekubaliana kwa wilaya kwamba hatua ya kwanza ni kwenda kuwakamata wale wote 15 ambao walipigiwa kura ili wapelekwe kwenye vyombo vya sheria. Sasa tuamini kwamba tatizo hilo huko kwako Mwibara limemalizika, la walimu kuingiliwa na kudhalilishwa na watu wanaotumia vitendo hivi vya uchawi. Naamini hali ya amani na utulivu itaendelea kurejea pale. Wakati huo pia afisa elimu akifanya utaratibu wa kushughulikia swala la wale walimu kuwatafutia vituo vingine, kwa sababu wamesema hawawezi kukaa pale na wanaweza wakaondoka wao wenyewe.